السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آل. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. Apasaye kushukuriwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu aliyempweke, ambaye hana mshirika katika uungu wake, aliye juu ya kila kitu. Rehma na amani zimfikie na zimwendee mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wapendwa ndugu zangu wasikilizaji, muda huu imenivutia kwangu na baadhi ya ndugu zangu kuniomba niwaletee kwa mukhtasari sana siyamu yaum Arafa. Siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa. Kwa nini basi tumeona tuje na mada hii? Funga hii ina utukufu mkubwa kama ambavyo mwenyewe mtukufu wa daraja ya mtume wetu Muhammad ameuzungumzia utukufu wa kufunga siku ya Arafa. Katika sunna za kufunga ziko nyingi sana, lakini funga ya siku ya Arafa ni funga yenye utukufu mkubwa, kwa sababu ibada yetu hii ya hija ambayo ni nguzo ya 5, na kwa kuwa Waislamu wameamrishwa na Mola wao waende wakaitembelee na kuhiji nyumba tukufu, katika ibada hii ni kama baki ibada nyingine, ina nguzo zake, ina masharti yake, kama ambavyo ilivyo sala, kama ambavyo ilivyofunga na ibada nyingine. Kwa miongoni mwa nguzo za hija ambazo zipo 3, miongoni mwa nguzo hizo ni alwuqufu bi Arafa, kusimama Arafa. Kusimama Arafa ni nguzo kubwa kabisa katika nguzo za hija, mpaka hadi ya kusema Mtume sallallahu alaihi wasallama, alhajju Arafa, hija ni kusimama Arafa, kana kwamba nguzo nyingine zote au matendo yote ya hija si hija, lakini hija na Arafa. Huu ni msisitizo wa kwamba Arafa ni nguzo mama pamoja na nguzo nyingine na masharti mengine yaliyopo, lakini Arafa ndio nguzo muhimu au ndio muhimili mkubwa wa hija. Kwa hiyo Arafa hii ina umuhimu mkubwa sana kwa wale ndugu zetu waliotiania na Allah akawawezesha kufika kule, lakini pia wakifika kule wana umuhimu mkubwa sana wa kuisubiri na kuingojea na kuitilia nia nguzo hii ya Arafa kwa kusimama viwanja vya Arafa. Kwa sisi ambao tuko huku, sisi imesuniwa kwetu kufunga siku ya Arafa. Kwa hiyo hapa ndio itaanza mada yangu, kwamba tumeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama tufunge siku ya Arafa, sumu yauma Arafa, tufunge siku ya Arafa. Na kwa hakika sisi tunafunga siku ya Arafa. Pana khilafu hapa kati ya wale wanaodhania kwamba kufunga ni alwuqufu bi Arafa, ni kusimama, ni wakati wanasimama ndugu zetu Arafa, na wale ambao wanasema pafungwe siku ya Arafa. Ilivyo maelekezo yote yawe ya Qur'ani au ya Sunna yanawaelekeza Waislamu kufunga siku ya Arafa. Kwa hiyo itakapotokea imeswadifu mji kuna komiji ya kwamba kufunga kwao kulingana na matlai yao au kulingana na muandamo wa mwezi kwao
imeswadifu ndugu zetu wamesimama Arafa, kwao inakuwa ni hadhun adhim, ni neema kubwa na ni bahati kubwa kwamba wanasimama ndugu zao na wao wako katika siyam kama wanawasapoti. Wa hadha ta'yid, na sapoti hii lam yati min ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume kwamba unapofunga unawasapoti wale. La, sisi tunafunga ibada ya siku ya Arafa ambayo sisi wenyewe ni wajibu tuitambue siku ile kulingana na muandamo wa mwezi wa maeneo yetu. Na hata hadithi inaonyesha fadhila ya siku ya Arafa, inasema siyamu yaumi Arafa inni ahtasibu ila Allah an yukaffira as-sanata al-madhiya wa sanata al-atiya, au kama qala alayhi salatu wasalam, kwamba funga ya siku ya Arafa, yauma Arafa, na hii yauma ni ismu zamani, ni zama, sio makani, ni siku ambayo itakuwa watu wa mahala pale, watu wa mji ule, kwao mwezi umeandama, wakahisabu tokea moja mpaka ikafika siku ya 9, ikawa kwao ni siku ya kufunga, basi wanafunga. Haiwezekani ikawa labda wameona mwezi wakafunga siku 8, ikawa wale wanasimama siku ya 9 wakaruka wao kwenda kufunga na wao kule hali ya kuwa wamesimama. Yani mfano wao wametangulia, wakaanza wao kufunga, sisi tukawa tumechelewa siku moja. Kwa hiyo ilipofika siku ya wale wanasimama, sisi tutakuwa tufunge. Sasa mtu akaruka siku ile ambayo ilimpasa afunge kwake, akaona aende akafunge siku ile ambayo wale wamesimama kwa ajili ya kuwa nao ama kuwa sapoti. Hili ni jambo ambalo kweli ibada hii tumeambiwa ni ya sisi ambao hatuko hija, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale waliokuwa kule hija wale hawaruhusiki kufunga. Kwao funga haiwawajibiki wala haiwasuni, hawatakiwi wafunge. Na haya ni maelekezo ya mtukufu wa daraja kwamba wale wakisimama basi wanatakiwa shughulishwe tu na ibada ya dhikri, tahlil, na mahala pale ni patukufu na maombi mbalimbali ambayo watakuwa wanayaomba. Angalia we Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia fadhila za pale kupitia hadithi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatabaha malaikata, anajifakharisha kwa malaika wake, anasema ya ibadi umburu, ya malaikati, malaika wangu, umburu ibadi ja'u shu'ban ghubran fashhadu anni ghafartu lahum. Hadithi hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajifakhari na malaika wake, anawaambia enyi malaika wangu, angalia waja wangu hawa wamekuja nywele zimetimka, wana vumbi. Hii ni kinaya ya umbali wa safari na masafa kuwa marefu watu kufika mahala pale, kutoka minfajin amiqi, pande mbalimbali za dunia. Wakifika mahala pale anawaambia basi fashhadu, shuhudilieni, anni ghafartu lahum, mimi nimewasamehe hawa waja wangu. Hii ni habbun Mwenyezi Mungu kujifakhari na viumbe watukufu kama malaika, kwa sababu ya wewe uliokuwa mahala pale, kwa sababu umesimama Arafa pale, na kwa sababu unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anakupa bishara ile kuwa njema, mpaka anajifakhari na malaika wake kwamba amewasameheni madhambi wale ambao mpo katika kiwanja cha Arafa. Kwa hiyo Arafa ni siku tukufu. Kwa wale waliokuwa pale hawaruhusiki kufunga, washughulishwe na dhikri na dua mbalimbali, wale wanasimama tu. Ama sisi tuliokuwa huku tunafunga. Kwa kufunga kwetu iwe sawasawa, tumeswadifu, yani tumeambatana na wao, kwa sababu matla yetu imekutana, au hata kama sisi tumechelewa wao wametangulia, sisi tutafunga siku ile ambayo kwetu muandamo unaashiria hivyo na unaonyesha hivyo. Si kwamba tu turuke siku ile twende tukawasapoti wale. Sahihi, ni vizuri kwa hilo jambo kulifanya ikiwa wale wamesimama, lakini litaendana na mwezi uliandama vipi, na bora zaidi, na ndivyo ilivyo, na ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuifunge siku yenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu mnaonisikiliza, siku ya kufunga ni ile siku yenyewe ambayo mwezi kwako umeandama, sio siku ile tu wamesimama wale. Ikitokea imeswadifu hivyo, itakuwa ni khairi kubwa, na Allah Subhanahu wa Ta'ala awahid
aweke umoja umma wa Kiislamu mahala popote pale ulipo, na mambo yetu yaende kwa umoja. Imekuwa ni hadhun alaina hadha al-aam, ni bahati kubwa mwaka huu. Ittahadat al-matali'u, matla'i takriban imekuwa moja kasoro maeneo machache ya dunia. Watu wote tunafunga sasa hivi, tutafunga sasa hivi siku moja, kwa sababu Arafa imeswadifu kuwa ni siku ya Alhamisi ambayo ni kesho, na siku ya Ijumaa itakuwa ndiyo siku ya Idi ambayo ndugu zetu watakuwa tayari wameondoka Arafa, wanakuja katika maeneo mengine kukamilisha ibada yao. Thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah, kisha mtoke muende katika yale maeneo ambayo watu wanakwenda, na hii itakuwa ni Muzdalifa, watakuja Mina, kisha muombe istighfari zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi huku tutakuwa tuko ndani ya Idi ambayo inaitwa Idi ya kuchinja, Idu an-Nahri au Yaumun Nahri, siku ya kuchinja ambayo ni siku ya 10. Wapendwa Waislamu, tafsiri ya Yaumu Tarwiya ambayo ni leo, Yaumu Tarwiya ni siku ambayo Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wasalam fakkara hawla ar-ru'ya allati ra'aha fil manam annahu yadhbahu ibnahu. Alifikiri juu ya ile ndoto ambayo aliota kwamba yeye amchinja mwanawe na anaamrishwa amchinje mtoto wake. Alipofikiri kwa muda mrefu sana, akawa jawabu hajapata. Ile iliitwa Yaumu Tarwiya, Yaumu Tafkir, haithu Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wasalam fakkara fi amrihi, alifikiri sana katika jambo lake. Na siku iliyofuata iliitwa Yaumu Arafa ambayo itakuwa ni siku ya kesho Alhamis, itakuwa ni Yaumu Arafa. Hii ni siku ambayo arifa anna hadhihi ru'ya la min ash-shaytan innaha min Allah, alijua kwamba hii ndoto haitokani na shetani, hii ndoto ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo alipojua jambo hili akawa ameshaamua kuitekeleza amri ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha, alifanya jambo hili. Lakini siku ya mwisho ambayo alitekeleza amri ile ilikuwa ni Yaumun Nahr, siku ile ya kuchinja ambayo sisi huku twachinja, ikaitwa Yaumun Nahr, yani siku ya kichinjo. Na amri hii aliitii yeye mwenyewe ambaye ni mchinjaji Ibrahim Abul Bashar, baba wa walimwengu, lakini vile vile Abul Anbiya, baba wa mitume. Lakini vile vile amri hii aliitii Ismail ambaye ni mchinjwaji. Kwa hiyo wote wawili, falamma aslama, Allah anasema falamma aslama watallahu liljabin, waliponyenyekea wote wawili, basi akamlaza kidifudifu au kifudifudi ili aweze kutekeleza amri ile ya kumchinja. Kwa hiyo hawa wote wawili waliistajaba amra Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliitika amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika hili mafundisho ni mengi na hikma ni nyingi, lakini kiufupi nilikuja kuiweka tu wazi Arafa. Kisa hichi cha Ibrahim kimeanza ni kirefu pale Allah aliposema waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabashirnahu bighulamin halim. falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka qala ya abati if'al madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Hizi ndo aya ambazo zaonyesha kisa hichi kina urefu, lakini kwa ufupi ni mtoto wa kipekee alimpata katika utu uzima, na alikuwa ni mtoto wa mifupa. Unajua mtu kisha kuwa mtu mzima ukampata mtoto aitwa mtoto wa mifupa, yani umejikamua kweli kumpata huyo mtoto. Sasa habari zake ni kubwa, apendeza huyo mtoto, na wala hukubali kwamba mtoto huyo achezewe na mtu. Na leo wewe angalia tu katika maisha yako, mtu aliyezaa watoto 10 lakini akamzaa kitinda mimba mdogo, namna ambavyo shauku yake, mapenzi yake yanachokwenda kwake. Watoto utu uzima wanavutia, wanapendeza sana kwa mababa. Sasa mtoto huyu anayependeza kwa kiwango hichi, Allah anataka utekeleze amri ya kumchinja. Unapaonaje hapo? Ndugu zangu Waislamu, tujitahidi sana katika ibada hii ya kuchinja ambayo imetokana na hadhihi sunna Ibrahimia, sunna Nabiullah Ibrahim ambayo alitekeleza kwa binadamu, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala
kwa kuitii ile amri, na pamoja na mtoto mwenyewe ambaye ni mtiifu, Allah akamletea kichinjo kinono. Wafadainahu bidhibhin adhim, tukamfidia kichinjo kinono kitokacho peponi. Ndugu zangu, kwa mukhtasar, habari za Ibrahim twaweza tukazileta kwa urefu katika darsa ifuatayo. Kwa leo naomba tuishie hapa katika kiwango hichi kifupi kabisa, na mambo yako mengi juu ya Arafa, fadhila zake na pamoja na khilafu zilizopo tungeweza kuzizungumza kwa upana, lakini itoshe hii. Allah subhanahu wa ta'ala atuunganishe Waislamu dunia nzima tu kitu kimoja, na khilafu tuzichukulie kama ni changamoto katika kutengeneza dini, isiwe mtatizo katika kuiharibu dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala atupe mshikamano mashekhe pamoja na wafuasi wetu. Kwa haya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.